Jengo moja lenye ghorofa 3 limeungua moto na kusababisha hasara kubwa, kuungua kwa vitu mbalimbali vilivyokuwa ndani ya jengo hilo lililopo Hurumzi, wilaya Mjini Magharibi. Kwa mujibu wa mashuhuda, tukio hilo wamesema moto ulianza majira saa 3 asubuhi katika ghorofa ya chini ya jengo hilo lililokuwa na maduka mawili, baada ya moshi ulioonekana ukifuka juu ya anga kabla ya moto kusambaa kwa kasi ndani ya ghorofa ya juu. Kikosi cha zimamoto kimefika eneo la tukio baada ya kupata taarifa na kufanikiwa kuzima moto huo. Akizungumza na waandishi wa habari, msaidizi kamishna wa kikosi cha zimamoto Haji Pando Hamadi amesema chanzo cha moto huo kinasadikwa kuwa ni uchomaji wa udi ndani ya duka moja linalouzwa vitu vya kitalii. Kikosi cha zimamoto na uokozi kilifanya jitihada kutafuta njia mbadala na kuweza kufanikiwa kupita kwenye madirisha ili kuweza kudhibiti moto huo, na hii ndiyo njia ambayo tuliyofanikiwa kudhibiti moto huo. Hasara iliyopatikana kwenye tukio hili, kwanza ni kuungua hii ngazi ambayo inatumika kwenye jengo hili kutoka chini mpaka ghorofa ya 3. Ndani ya jengo hilo kuna maduka ya vinyago, maduka mawili. Kati ya hayo, ulipoanzia moto huu, hili duka limeteketea vibaya sana. Sambamba na hiyo, kuna vyumba viwili, ukumbi pamoja na jiko pia vimeharibika vibaya. Aidha, msaidizi kamishna Haji amewataka wananchi kuchukua tahadhari wakati wanapotumia vifaa vya moto na vifaa vya umeme ili kuepusha matukio yasiweze kutokezea. Katika maeneo yetu ya biashara, tuwekeni vifaa vya kuzimia moto, fire extinguisher. Hivi ni vifaa vizuri sana kama tutaviweka kwenye maduka yetu. Na vile vile ni kwamba linapotokea tukio kama hivi, haraka sana tupige 114 ili tuweze kupata huduma ya uhakika. Mbunge wa jimbo la Malindi amekipongeza kikosi cha zimamoto pamoja na jeshi la polisi kwa kufanikiwa kuzima moto huo pamoja na kuokoa baadhi ya mali. Kwanza tunashukuru sana jeshi la polisi na hasa jeshi la zimamoto kwa namna ambavyo wamejitokeza kwa haraka na kufanya kazi kwa weledi wa hali ya juu. Tunawashukuru sana, wametusaidia kuzima moto kwa haraka, lakini vile vile kuokoa baadhi ya mali ambazo moto ukiendelea kubaki ingeharibu mali nyingine. Kwa hiyo nitoe wito kwanza kwa wananchi wa jimbo la Malindi na hasa huku Kongo, tuwe na tahadhari tunapotumia vitu vya kuchoma moto. Yaani ni bora uhakikishe unasubiri kama unachoma udi, umalize kuchoma udi, ukishakamilika uzime, ufanye shughuli zako nyingine. Naye Mwajuma Yusuf Mbucho ambaye ni muuza duka hilo anaelezea zaidi juu ya tukio lilivyotokezea. Limefungua duka, ndani ya dakika kadhaa tu kaanza kutokea moshi chini, ndio kasababisha maafa yote. Alafu vile chini kulikuwa na mafriji makubwa mawili. Kwa hiyo mtungi wa gesi ulipolipuka ndio kasababisha mpaka moto upande juu. Duka kifupi ni maduka ya kitalii. Maduka ya kitalii tuna kila aina design. Sawa, kama maduka ya wageni au ya wazungu. Kwa hiyo tuna mix, yani vitu vyote vya kitalii. Duka ni kubwa, tena ni kubwa sana. Chanzo cha moto huo kinasadikwa kuwa ni uchomwaji wa udi na thamani halisi ya tukio hilo halikuweza kutambulikana kwa wakati huo. Nikiripoti la Fatim Mohamed.